Tutajikita kuangalia nafasi ya jamii katika kusaidia kutoa huduma ya kwanza wakati wa dharura. Tuliyemwalika hapa studio tunaye Hamza Tamba, ni mkufunzi wa walimu huduma ya kwanza, ni master trainer. Hii atatueleza mengi kulingana na yale ambayo tumeandaa hapa. Karibu sana mtazamaji na karibu sana Hamza. Asante sana. Habari za majukumu? Tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Sawa. Hii mada ni muhimu sana na tukiangalia kwanza tunaangalia vitu viwili. Cha kwanza tunaangalia huduma ya kwanza kwa magonjwa ya dharura au matatizo ya dharura. Kwanza tuangalie kwenye hii dhana ya dharura yenyewe ina maana gani hasa? Okay, sawa. Asante sana. Tukiangazia dhana mzima ya dharura, tutaangazia zaidi sana kwenye swala zima la nini maana ya huduma ya kwanza. Na huduma ya kwanza maana yake ni ile huduma ya haraka na ya dharura anayepatiwa majeruhi au mgonjwa kabla bado hajafikishwa hospitali. Na ikiwa tunaangazia dharura zile ambazo anaweza kuzipata, inawezekana ameweza kuugua ghafla, mfano amepata tatizo la kifafa au amezimia au amepata tatizo la sukari au amepata tatizo la moyo. Hiyo vitu vyote hivyo ni viko kwa dharura. Lakini pia vile vile tunaangazia katika swala zima la zile dharura zinazotokana na ajali. Labda amejikata au ameweza kupata ajali ya gari, akapata mivunjiko au amengatwa na nyoka. Moja kwa moja dharura zote huwa tunaziangazia katika swala zima hilo la huduma ya dharura. Sasa tuangalie kila dharura inafaa kutolewa huduma ya kwanza na nani anayeweza kutoa huduma ya kwanza? Sawa, asante sana. Kila huduma ya kwanza ni sahihi, inapaswa iweze kutoa huduma ya kwanza inayohitajika kulingana na ile dharura ambayo mtu ameweza kuipata. Na ukitizama katika muktadha wa huduma ya kwanza, kila mmoja ana nafasi ya kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa sababu huduma ya kwanza hauhitaji uweze kusubiri labda mpaka madaktari waje pale. Wakati huo wewe una nafasi ya kuweza kufanya kitu chote kile ambacho atakapokuja daktari, manake itakuwa umeanza kumrahisishia kazi yake. Na huduma ya kwanza hii inapaswa mtu atoe aifahamu kwa usahihi, kwa sababu sio kila huduma ya kwanza ama sio kila mtu anaufahamu namna sahihi ya kuweza kutoa huduma ya kwanza. Utakuja ukuta hapo watu wanafanya makosa pindi wanapotoa huduma ya kwanza. Namna gani wanafanya makosa? Utachukua kwa mfano, inawezekana imetokea ajali na ile ajali moja kwa moja mtu amedondoka pale na damu nyingi zimepotea. Kwa hiyo badala ya kuweza kuzuia zile damu, bali anahangaika na vitu vingine. Aidha kumtoa kwenye eneo ambalo lilikuwa salama na kumpeleka kumtoa kwenye eneo la hatari na kumpeleka kwenye eneo lililokuwa salama. Huo mara nyingi watu wengi wanambeba tofauti na vile ambavyo inavyotakiwa kubeba. Inawezekana yule majeruhi amepata mivunjiko, kwa hiyo utakapombeba vibaya, maana yake ile mivunjiko unamuongezea inakuwa mikubwa zaidi. Pia vile vile inawezekana apata tatizo la uti wa mgongo, mpata hizo dharura, utakapombeba maana yake unamsababishia huyo mtu aweze kuparalyze. Kwa hiyo itakuja kusababisha ulemavu wa kudumu. Lakini ukimpatia huduma ya kwanza inayostahili, basi unampunguzia hataweza kupata ule ulemavu wa kudumu, bali utampunguzia maumivu yatapungua kulingana na namna sahihi unavyoweza kutoa huduma ya kwanza. Kwa kuzungumza kuhusiana na elimu ya huduma ya kwanza, kweli tunavyotazama tu kwa uzoefu, jamii inauelewa kuhusiana na utoaji wa huduma ya kwanza. Tusiangalie tu kwa upande wa namna gani wanakosea, lakini tuangalie kwa ujumla wake hiyo elimu jamii nayo. Sawa. Naweza nikasema kwamba bado elimu inahitajika kuweza kupatiwa jamii. Na sisi tunajitahidi kadri iwezavyo kama Red Cross, tunapambana kwa ajili ya kuweza kuendeleza kutoa elimu ya huduma ya kwanza na watu wengi ili iweze kuwafikia, kwa sababu tunaweza tukatoa kwa jamii ile ndogo, lakini kumbe kila jamii inatakiwa iweze kufikiwa hii elimu ya huduma ya kwanza, kwa sababu sisi tunasema kila walipo watu watatu, basi mmoja wetu angalau hajue namna sahihi ya kuweza kutoa huduma ya kwanza. Kwa hiyo elimu bado inaendelea kuhitajika, ingawa sisi bado tunaendelea kuweza kutoa hizo elimu ya huduma ya kwanza. Jamii bado inapaswa nao, ina wajibu wa kuweza kujifunza, kutafuta ile elimu ambayo wanapaswa kuweza kukutana na dharura za nyumbani. Kwa mfano, inawezekana uko nyumbani na uko kazini hapa, lakini kule nyumbani umemwachia mdada wa kazi, mtoto anamlea, lakini yule mdada
wa kazi inawezekana hasijui chochote kuhusiana na swala zima la huduma ya kwanza. Inawezekana mtoto akiwa anakula akakwamwa au akapaliwa, nini kitatokea? Mtoto anaweza akapoteza maisha kwa nini? Kwa sababu yule mdada wa kazi hajui elimu ya nini ya huduma ya kwanza. Kumbe sasa tuna wajibu wa kuweza elimu izidi kuweza kuendelea kutolewa, na pia vile vile mbinu hizi inabidi ziwe za wazi ili kila mmoja aweze kujua namna gani ya kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi. Uzoefu unaonyesha mpaka mgonjwa kufika hospitali kutoka alipotoka ilikuwa anahitaji huduma ya kwanza, na pengine sehemu au watu walijitokeza kumsaidia kupata huduma ya kwanza, lakini anapofika hospitali mara nyingi inaonyesha mzigo umeongezeka au kuna urahisi umepatikana, kulingana na uzoefu uliopo katika jamii. Sawa. Kulingana na uzoefu uliopo, tunasema iwapo kama kuna mtu anajua namna ya kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi, mzigo hautaweza kuwa mkubwa kwa madaktari. Lakini kama hayupo mtu anayefahamu namna sahihi ya kutoa huduma ya kwanza, mzigo unakuwa mkubwa zaidi. Naweza nikachukulia mfano, mwezi uliopita kulikuwa na ajali iliweza kutokezea. Kuna mtu alikuwa anavuka barabara akagongwa. Alipoweza kugongwa pale, wakiwa anamhamisha yule majeruhi, tunafahamu kwamba dharura ikitokea watu wanakuwa wengi sana kwenye lile eneo la tukio. Na huo kunakuwa na sababu kwa nini wanakimbilia pale. Huo mara nyingi watu wanatamani waweze kumsaidia yule, lakini wanashindwa namna sahihi ya kuweza kutoa msaada pale. Kwa nini? Kwa sababu hawana ile elimu. Wanawahi kufika lakini hawana ile elimu, na ndio maana utakuja ukuta watu wengi wanatoka wanatoka pale wanamtazama tu bila kuweza kumpatia msaada. Kwa hiyo sasa tukisema kwamba watu wakimwaisha hospitali mzigo unakuwa mkubwa, ni kweli mzigo unakuwa mkubwa kwa madaktari, kwa sababu hawajapata ile huduma inayostahili pindi pale dharura inapoweza kutokezea. Sasa wapo ambao kama hiyo kauli uliyozungumza, wanatamani kutoa msaada, lakini hofu yao ni kukosea pindipo pale wanapotoa msaada, au unawaambia nini? Sawa, asante. Tunasema katika huduma ya kwanza ni bora ufanye kitu kuliko kutokufanya kabisa. Kwa sababu utakapofanya kitu, maanake tafsiri yake unajaribu kuweza kujaribu kuokoa maisha. Lakini pia vile vile kuna watu wengine wanakuwa na hofu kwamba kwa mfano ajali ya barabarani, gari zimegongana au Honda mtu amegongana, huo mara nyingi wengi wao wanaogopa ile taratibu za kisheria za kipolisi, kwamba akimsaidia pale basi ana wajibu wa kuweza kuwajibika polisi. Kwa hiyo mara nyingi wengi wao wanakuwa na hofu namna hiyo. Lakini naweza kuambia kwamba wasiwe na hofu kuhusiana na hiyo, kwa sababu zipo sheria ambazo zinazokuguide wewe pindi unapotoa huduma ya kwanza, inakulinda. Kuna sheria inaitwa Good Samaritan's Law. Ni sheria ambayo unafanya kitu kwa ubinadamu, sio kwa usamaria mwema. Sio kwamba lengo lako wewe uweze kujipatia chochote pale au uweze kufanya vile kwa manufaa yako mwenyewe binafsi. Unafanya hili. Kwa hiyo wasiwe na hofu. Lakini pia vile vile dharura ikishatokea kama hiyo, wasisite kuweza kutafuta msaada wa kitabibu, kama vile kuweza kupiga simu polisi au watu wao wa karibu kwa ajili ya kuweza kusaidia huyu mtu awaishe hospitali ili aende kuweza kupata matibabu zaidi. Sawa sawa. Kuna hatua zipi ambazo mtu wa kawaida anapaswa kuzichukua pale anapoona ajali imetokea au labda mtu amezimia? Sawa, asante. Iwapo mtu ameona ajali au mtu amemwona amezimia, huwa kuna hatua ambazo anapaswa kuweza kuzifuata. Cha kwanza, kabla hujaenda kukutana na majeruhi ama hujaenda kumhudumia majeruhi, kuna vitu vya msingi vya kuweza kuzingatia. Namba moja ni kujenga hali ya utulivu. Hiyo kitu swala zima la kujenga utulivu itakusimamia wewe namna gani uweze kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi. Pale unapojenga ajali umeiona, jenga kwanza hali ya utulivu. Usikimbilie tu kwenda kutoa huduma ya kwanza. Na ndio maana ukikimbilia utakuja kukuta pale ndipo makosa yanapoanza kujitokeza. Lakini ukijenga hali ya utulivu itakuwa ni rahisi kuweza kutoa huduma ya kwanza, kwa sababu utakuwa unaelewa ni nini napaswa kukifanya. Maana yake kumbukumbu zinarejea. Pia vile vile kujikinga wewe mwenyewe kwa kuvaa zile gloves ni kitu muhimu sana, kwa sababu hauwezi kujua yule unayemhudumia yuko katika hali gani za kiafya. Kwa sababu kuna magonjwa ambayo ni rahisi sana kuweza kuyapata pindi ambapo unaweza kugusa
damu za yule majeruhi, kwa sababu ujui hali zake za kiafya, kwa sababu kuna yale magonjwa ambayo kama vile HIV, magonjwa yale ya homa ya ini, kwa ni yale magonjwa ambayo ni rahisi wewe kuweza kuyapata, na ama unaweza ukamwambukiza yule, au wewe mwenyewe ukapata yale hayo magonjwa. Sasa mwingine anaweza kusema katika hiyo hatua ya pili ambayo unaeleza, gloves zinazipatia wapi kwa wakati huu? Na kama ulivyotueleza kwenye maana ile, manake ni msaada wa haraka, unahitajika haraka iwezekanavyo. Ndio. Sawa. Tunaposema kwamba lazima uweze kuvaa hizo gloves, ni sahihi, lazima tuweze kupata gloves. Na pia vile vile kama hakuna gloves, kuna vitu unaweza kuvifanya vile vya dharura. Kwa mfano, tukiangalia kwenye maduka yetu haya, kuna ile mifuko ya plastiki. Ile mifuko ya plastiki ni rahisi sana kuweza kujikinga, kwa sababu inakuwa haina uwezo wa kupitisha damu na kuweza kugusana na ngozi. Kwa hiyo unaweza kutumia ile mifuko ya plastiki kwa ajili ya kuweza kujikinga pindi unapoweza kutoa huduma ya dharura kama hauna gloves. Kama uko nazo, basi unaweza ukazitumia. Hiyo ni hatua ya pili. Kwa yule ambaye pengine ameshuhudia hiyo ajali, tuendelee na hatua nyingine. Okay, sasa hatua nyingine, sasa umeshajikinga wewe mwenyewe, inawezekana umekutana na majeruhi pale. Sasa hapa inategemeana na dharura ambayo unaweza kukutana nayo. Tuangalie kwa mfano, iwapo mtu ameweza kuungua moto. Chukua mfano mazingira labda ya nyumbani au mazingira ya kazini, ameweza kuungua moto. Kwa kawaida miunguzo huwa imegawanyika katika makundi makubwa matatu, ama tunasema imegawanyika aina tatu za miunguzo. Na aina hizi zinatokana na ngozi zetu zina matabaka. Kuna tabaka la kwanza ambao ni hili la juu, na kuna tabaka la kati, maana ngozi ya pili, na kuna tabaka la tatu ambao ni lile la chini kabisa. Kwa hiyo mtu akiungua tabaka la juu, tafsiri yake ameungua muunguzo wa aina ya kwanza, manake katika tabaka la juu kunakuwa na maumivu pale, na huwa rangi inabadilika kwenye ile ngozi. Lakini pia vile vile kuna tabaka hili la pili. Mtu akiweza kuungua kwenye huu muunguzo wa pili, huo mara nyingi unatengeneza malengelenge. Tunafahamu mtu akiungua alafu maji yanajitokeza, mtu panavimba pale. Ule ni muunguzo wa pili, na ndio muunguzo pekee wenye maumivu makali kushinda miunguzo mingine yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ule muunguzo wa pili ndio muunguzo ambao unaunganisha kati ya tabaka la kwanza na la tatu. Yes, kwa pale kunakuwa na maumivu makali. Na ile muunguzo wa tatu ni ule muunguzo wa mwisho kabisa, kule chini ya ngozi kabisa. Huwa mtu akiungua, moja kwa moja seli za fahamu zinaungua kabisa, na ndio maana kunakuwa hakuna maumivu kwenye ule muunguzo wa tatu. Sasa namna sasa ya kuweza kutoa huduma ya kwanza, cha kwanza inabidi uweze kupata maji ya kawaida. Ukipata maji ya kawaida, unatakiwa uweze kumwagia ule muunguzo, ile sehemu ambayo mtu ameweza kupata kidonda, amwagie kwa muda wa dakika 15 mpaka 20. Lengo hasa ni kupunguza maumivu, lakini pia vile vile kuzuia moto usizidi kusafiri ndani ya mwili. Utamwagia hayo maji. Baada ya hapo sasa, baada ya maumivu yamepungua, unatakiwa uweze kupata asali. Asali huwa inasaidia kuweza kuzuia bakteria wasiingie kwenye kile kidonda cha muunguzo. Sio kwenye vidonda vile vingine labda umejikata, hapana. Kile cha muunguzo ukishaweka pale, utapaka hiyo asali. Baada ya hapo utafunga na bandage. Kwa nini utafunga na bandage? Kwa sababu inawezekana dharura imetokea nyumbani, wewe pale hauna vitu vya kuweza kujikinga dhidi ya maambukizi, na ndio maana tunafunga. Yes, na unapofunga lazima uweze kuanza kuweka kwanza kitambaa. Kile kitambaa utakachokiweka lazima ukiloanishe na maji ili ule moto usizidi kuendelea kuwa mkubwa na maumivu yapungue. Baada hapo utamwaisha hospitali. Sasa inawezekana huko nyumbani lakini asali hauna, utafanya nini? Unaweza kutafuta ule mshubiri, ule aloe vera yenyewe, ile jani lenyewe, ile jeri yake ile unachukua unaipaka, then unafunga, unamwaisha hospitali. Kwa hiyo ndio huduma ya kwanza kwa mtu ambao ameweza kuungua na moto. Yule ambaye amezimia, naye tunamsaidiaje? Sawa, kwa mtu aliyezimia, huo mara nyingi hapa watu wengi wanachanganya, kuna kati ya kitu kuzimia na kupoteza fahamu. Ni vitu viwili ni tofauti. Sasa tuanze hapo kwenye utofauti wenyewe kabla hatujaja kwenye msaada. Yeah, sawa. Utofauti ni uko hivi kwamba inawezekana mtu kuzimia tafsiri yake ni kuzirai.
Maana sahihi ya kuzimia ni kuzirai. Na unapozirai, tafsiri yake inawezekana unafahamu nini kinaendelea. Kwa hiyo ndio maana halisi ya mtu kuweza kuzirai au kuzimia. Lakini unapokuja kwenye maana sahihi ya kupoteza fahamu, ni pale mtu unakutana na mtu ambao tayari afahamu nini kinaendelea. Yani mtu hata kama unamuita hawezi kuitika, lakini huyu mtu ambao amezimia